nikupe ujumbe ambao nimepewa na Roho Mtakatifu. Ujumbe ambao Roho Mtakatifu amenipa kwa ajili yako kwa mwezi huu. Unasema, Mungu akuonyeshe ishara ya wema mwezi wa 9. Mungu akuonyeshe ishara ya wema mwezi wa 9. Na neno ambalo utatembea nalo kwa mwezi huu linatoka kwenye kile kitabu cha Zaburi ya 86 mstari wa 17. Zaburi ya 86 ule mstari wa 17. Kama wengi tumepata tuseme amen. Ninaomba tusome kama sehemu ya maombi yetu kwa Mungu na kama sehemu ya ukiri wetu. Unifanyie ishara ya wema, wanichukiao waione na kuaibishwa, kwa kuwa wewe Bwana umenisaidia na kunifariji. Ninaomba tusome tena kwa sauti za ushindi. 1, 2, 3. Unifanyie ishara ya wema, wanichukiao waione na kuaibishwa, kwa kuwa wewe Bwana umenisaidia na kunifariji. Amen. Wapendwa katika Bwana, ili ndilo neno ambalo Mungu ameliachilia kwa ajili yako kwa mwezi wa 9. Mwezi huu wa 9 ni mwezi ambao Mungu anakwenda kukutendea ishara ya wema. Ishara ya wema ambayo maadui zako watakapoiona wataaibishwa. Yani kwa sababu unahitaji ishara moja tu ya wema ambayo Mungu anaitenda kwako ili ufike kwenye Kanani yako katika jina la Yesu Kristo. Nami ninakuombea kwenye madhabahu hii, Mungu akakutendea hiyo ishara ya wema ambayo maadui zako watakapoiona watashangazwa katika jina la Yesu. Ishara moja ya wema. Ni maombi yangu kwa Mungu, Mungu akutendee ishara ya wema kazini. Yawezekana kazini kuna vita unaiona. Yawezekana kazini kwako kuna vita, uone mpenyo, uone kustawi. Mwezi huu ninakuambia kwenye hii madhabahu kama kuhani wako, ya kwamba katika jina la Yesu Mungu atakutendea ishara ya wema hapo kazini. Wote wanaokupiga vita watashangazwa na hiyo ishara ya wema katika jina la Yesu. Ninakuombea kwenye hii madhabahu kama mtumishi na kuhani wako, mwezi wa 9 Mungu akakutendea ishara ya wema kwenye biashara yako. Wale ambao walikuwa wanajua hiyo biashara itakufa, wale ambao walikuwa wamesambaratisha wateja wako kwa namna ya kimazingara, katika jina la Yesu Kristo Mungu akatende ishara ya wema, wateja wamiminike kwenye hiyo biashara katika jina la Yesu. Ukainuke na kustawi katika jina la Yesu Kristo. Yawezekana ulikuwa unafikiria kufunga hiyo biashara. Yawezekana ulikuwa unafikiria kuacha hiyo biashara. Yawezekana ulikuwa unafikiria kuhama mahali uende kwingine kwa sababu hiyo biashara haiendi. Nataka nikuambie mwezi wa 9 Mungu anakwenda kukufanyia ishara ya wema ambayo inakwenda kukushangaza na wewe katika jina la Yesu. Wale maadui zako watakapoiona watashangazwa na hiyo ishara ya wema katika jina la Yesu Kristo. Unahitaji ishara moja tu ya wema ili kuwanyamazisha maadui zako kwa jina la Yesu. Na mwezi huu ndio mwezi wa Mungu kutenda hiyo ishara ya wema. Ninakuombea katika jina la Yesu. Yawezekana kwenye ndoa mambo hayako vizuri. Yawezekana kwenye lango la mahusiano mambo hayako vizuri. Ninakuombea kwenye hii madhabahu, kama kwenye ndoa mambo hayako vizuri, Mungu akatende ishara ya wema ya kuleta amani na furaha kwenye hiyo ndoa katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni binti au kijana huko hapa, haujaoa, haujaolewa, na ulikuwa unamuomba Mungu kwamba Mungu mwaka huu usinipite, Mungu mwaka huu usinipite, Mungu anakwenda kutenda ishara ya wema mwezi huu wa 9 katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu anakwenda kukushangaza kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kama kuna madeni unayaona mbele hayalipiki, hayaendi, Mungu anakwenda kutenda ishara ya wema. Utafanya marejesho mpaka utamshangaa Mungu. Kama umekuwa ukifuga na mifugo haikui, mifugo haikupi kupenya, haikupi kuinuka, haikupi kustawi, ninakuombea kwenye hii madhabahu Jumapili hii ya kwanza kwa mwezi wa 9 Mungu akatende ishara ya wema. Mifugo yako ikakae vizuri, ikaongezeke, ikazae sana. Kama ambavyo mwezi wa 9 ni mwezi wa kuzaa na kuongezeka, ndivyo ambavyo nami nakuombea kwenye hii madhabahu vitu vyako vyote vikazae na kukupa maongezeko katika jina la Yesu.
Mungu akakupe kustawi katika jina la Yesu. Mungu akakupe kuinuka tena kwa jina la Yesu. Mungu afungue kila mlango wako uliofungwa katika jina la Yesu. Mungu akupe manono ya nchi katika jina la Yesu. Mungu akufanyie wepesi na njia katika kila unalotia mikono yako kufanya katika jina la Yesu. Kama kuna kitu chochote akiendi mwezi wa 9, Mungu afanye ishara ya wema, hicho kitu kiende katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye hai, ninawaombea watoto wako hawa ya kwamba mwezi wa 9 uwe ni mwezi wa ishara ya wema. Wale wanaowachukia waione na kuaibishwa. Mungu, ninajua unakwenda kuaibisha maadui zao. Hawataaibika wao, bali maadui zao ndio watakaoaibika kwa sababu ya ishara ya wema unayokwenda kuitenda kwao katika jina la Yesu Kristo. Mwezi huo ni mwezi wa ushuhuda mkubwa. Uwe ni mwezi wa ushuhuda mkubwa katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Bwana Yesu. Wanaosema Mungu anakwenda kutenda ishara ya wema kwa ajili yangu, ongeza makofi na vigelegele kwa Bwana Yesu.